Licha ya kuingia katika vita vya kibiashara na Uchina, Marekani kuna baadhi ya mambo inayohitaji kutoka nchini China. Rais wa Marekani Donald Trump ametaja mambo muhimu ambayo bado Marekani inahitaji kutoka kwa China. Na ndio maana Rais Donald Trump akasema lazima kutane na Rais wa China Xi Jinping ili waweze kuzungumza na kutatua vita hivyo vya kibiashara ambavyo kila wakati vimekuwa vikiibuka kwa kuwekeana na kuongezeana ushuru katika bidhaa. China imesitisha kusafirisha baadhi ya bidhaa zake nchini Marekani ikisema ina uhitaji mkubwa na bidhaa hizo, huku rais wa Marekani akitaja orodha ya mahitaji muhimu kabla mazungumzo mapya ya kibiashara na China, huku akijiandaa kukutana na Xi Jinping baadaye mwezi huu na kupanga ziara mwakani huko Beijing. Akizungumza katika ikulu ya White House pamoja na waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese mnamo siku ya Jumatatu, Rais Donald Trump wa Marekani alisema amepokea mwaliko kwa Beijing na anatarajia kusafiri huko mapema mwaka ujao, akiongeza kuwa anatarajia kufanya mazungumzo na Xi katika mkutano wa kilele wa APEC nchini Korea Kusini ili kufikia kile alichokiita makubaliano ya biashara ya haki. Miongoni mwa masuala ambayo Trump aliibua ni udhibiti wa usafirishaji wa madini adimu wa China, lakini mtiririko wa fentanyl, lakini ununuzi wa soya uliokwama na suala la Taiwan ni mambo ambayo rais wa Marekani anayahitaji sasa kutoka nchini China. Mvutano kati ya Washington na Beijing umeongezeka baada ya China kuimarisha udhibiti wa usafirishaji wa bidhaa hasa madini adimu mapema mwezi huu. Katika kujibu, Trump alitishia kuweka ushuru wa asilimia zaidi ya 100 kwa bidhaa za China kuanzia Novemba. Siku ya Jumatatu, yeye na Albanese walizindua makubaliano ya kupanua ufikiaji wa Amerika kwa madini adimu kama sehemu ya juhudi za Washington kupunguza utegemezi wa minyororo ya ugavi wa China. Nadhani tukimaliza mikutano yetu huko Korea Kusini, Uchina na mimi tutakuwa na makubaliano ya kibiashara ya haki na ya kweli, alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Hata hivyo, aliwaonyesha matumaini kwamba China itaanza tena ununuzi wa soya za Kimarekani baada ya uagizaji kutoka Beijing, mnunuzi mkubwa zaidi duniani. Lakini pia kutumbukia katikati ya mzozo wa ushuru kumekuja kusababisha kuharibika kwa biashara kati ya mataifa hayo. Trump alitaka China ikomeshe masuala ya fentanyl, akishutumu mamlaka ya Uchina kwa kushindwa kuzuia usafirishaji wa opioid na kemikali zingine, ambapo alilaumu kwa kufanya mzozo wa opioid wa Amerika kuwa ni jambo baya zaidi. Akigeukia Taiwan, Trump alipuuza hatari ya mzozo akisema, nadhani tutakuwa sawa, China haitaki kufanya hivyo, alisema rais huyo wa Marekani. Marekani na Taiwan ni suala kuu la mzozo kwa China, ambayo mara kwa mara hufanya mazoezi ya kijeshi karibu na kisiwa hicho. Taiwan kwa muda mrefu imekuwa ikinunua silaha za Marekani ili kuzuia jeshi la China, huku ripoti za vyombo vya habari zikipendekeza kuwa Washington inapanga kuidhinisha mauzo makubwa ya silaha kuliko wakati wowote wa rais wa Marekani Donald Trump. China inaichukulia Taiwan kwa sehemu ya eneo lake huru, na Xi ameitaja kwamba lazima atatumia nguvu ama kwa kutumia diplomasia kuiunganisha Taiwan kuwa sehemu ya Uchina, akisema jambo hilo haliwezi kuepukika, akisema utumiaji wa nguvu haukatazwi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini kinajiri katika ulimwengu.